una namba ya watu ambao ulikuwa unawatizama ukaishia hapa, na yeye pia katika watu ambao walikuwa wamemfuatilia kwamba anataka kuolewa nao wengi wamemfuata, lakini mwisho wa siku akawa ameishia kwako. Maana yake ni nini? Kwamba tunapokuwa tunaingia kwenye ndoa, hatuingii kwenye ndoa ya watu wakamilifu. Tunaingia kwenye ndoa tukidhani kwamba yule mwenzangu ana mapungufu ambayo mimi naweza kuyavumilia. Yaani katika watu 3, 4, 5 ambao nimewaona, walau huyu mapungufu yake nina uwezo wa kuyavumilia. Ndio maana unaamua kuingia mule ndani. Na yule naye ambaye ameamua kukubali kuwa wewe ni mwenza wake, ni kwa sababu ameamini kwamba yale mapungufu yako na dosari zako ukiingisha na wengine wote, huyu za kwake ninaziweza, naweza kuzibeba, nazimudu. Ndio maana mtu anaamua kuingia. Sasa tukishaingia kwenye ndoa, kwa kadiri muda unafuzidi kwenda mbele, mambo mawili yanaweza kawa yanatokea. Jambo la kwanza ni kwamba zile dosari zinaongezeka, yale mapungufu yanaongezeka, wakati mimi uwezo wangu wa kustahamili na kuvumilia na kusubiri, kwa maana rasilimali zangu hizi za ndani pengine zinakuwa dhaifu. Au dosari ni zile zile, lakini mimi rasilimali zangu ndo zimekuwa dhaifu. Kwa hiyo ikiwa ni hivyo, maana kunakuwa hakuna uwiano sawa baina ya changamoto ambayo unaiona na rasilimali ambazo uko nazo. Ndio pale utakuta kwamba panaibuka migogoro. Ingawa sababu kubwa, ziko sababu nyingi, lakini kubwa mara nyingi inakuwa ni namna tunavyowasiliana, ndio huwa inaleta hii migogoro mingine. Pengine kwa wakati tunaweza kuzungumza, tunaweza kupata majibu zaidi.